Wakati midomo ya Rais Ibrahim Traore ilipogusa tonge la kwanza la chakula katika mlo wa jioni baada ya machweo ya siku ya kwanza ya juma la 3 katika mwezi wa Aprili, ikulu ya Kosiam, Wagadugu, nchini Burkina Faso, alihisi ladha tofauti na yamkini kuna kitu kisicho sawa mwilini mwake na kupelekea umaututi na kuibua taharuki juu ya utete wasia ya kiongozi huyo kipenzi cha watu wa Burkina Faso na wa Afrika, hasa wa maisha ya chini. Taarifa kuhusu jaribio hilo la kudhuru na kuua liliwashtua wananchi na wanamajumui katika ukanda wa nchi za Sahel na zile za Francophone. Daktari wake alibaini damu kuwa nzito na baadaye kuganda kabisa katika mishipa yake. Daktari wake alibaini damu kuwa nzito na baadaye kuganda kabisa katika mishipa yake, joto kupanda, kuwaka moto katika koo lake, kisha shinikizo la juu la damu lililopeleka mbio mapigo ya moyo wake. Wasaidizi na watu wa itifaki hawakuisha kutapatapa wasijue ni nini kitatokea kwa kiongozi huyo hata baada ya dakika moja ijayo. Kwa mjibu wa ripoti ya mganga mkuu wa rais iliyotolewa, ilibaini chanzo cha jakamoyo na tufani ya maututi ya Captain Ibrahim Traore ilikuwa ni sumu iliyotiwa chakulani kabla, wakati ama baada ya kuseviwa mezani. Swali ni je, nani alimtegea? Walinzi, wapishi, washauri wake wa karibu, watu wa itifaki, ama mamluki pandikizi? Siku ikagubikwa simanzi na hatihati ya uhai wa rais wa nchi. Kitendawili kikabaki, je, Traore ataiona tena alfajili na mawio yake? Wakazi wa Zinare na vitongoji vyake wakiwa wanamsubiri kwa hamu Ibrahim Traore ili akafanye uzinduzi wa mradi wa maji wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 145, wasijue maututi yake inatatiza jitihada za maksudi kushiriki kusanyiko hilo la kijamii. Uono wa mboni zake na uzingativu wa utambuzi wa mambo ukaanza kufifia. Usikivu wa masikio yake ukawa kwa njia ya kukung'uta. Mheshimiwa Rais, uko sawa? Aliuliza waziri wa mambo ya ndani, Mheshimiwa Kabore. Traore hakuwa na jibu kwa kila semesho aliloulizwa na wasaidizi wake. Alinyosha mkono wake akitamani ameze japo fundo la maji na asiweze hata kupokea glasi ya maji mikononi mwake, mikono yake ikilegea na kutetema, hata glasi kudondoka, kuashiria udhaifu wa nafsi. Rais amezidiwa tena, muiteni daktari. Mheshimiwa Kabore alipiga kelele akiruka kwenye kiti chake. Mawaziri wake waandamizi walimzunguka na kumkusanyikia, sauti zikisikika. Traore alijaribu kubaki na fahamu, lakini kila kitu kilikuwa kikizidi kufifia. Zuieni wageni wa ikulu na wote wenye miadi na Rais Traore kwa siku ya leo, aliagiza mkuu wa intelijensia Bwana Ouedraogo. Hakuna kuingia. Hili sio jaribio la kudhuru mwili pekee, bali ni jaribio la mauaji. Ouedraogo alikimbia upande wa Traore. Rais alikuwa anatetemeka, akihangaika kupumua. Shikilia Mheshimiwa Rais, msaada uko njiani, alinong'ona. Timu ya afya ya ikulu ilifika ndani ya dakika chache. Dr. Zongo alikagua mboni za macho ya Traore, akahisi mpigo wake wa moyo. Hii ni sumu ya kemikali, alisema kwa sauti ya wasiwasi. Anahitaji kupelekwa hospitali mara moja. Jambo la mwisho alilosikia Traore kabla ya kupoteza fahamu lilikuwa Dr. Zongo akisema sumu inasambaa kwa haraka, tunakaribia kuishiwa na muda. Sehemu maalum ya hospitali kuu ya kijeshi ya kati ya Burkina Faso
ilifungwa kwa ulinzi mkali. Korido zilijaa wanajeshi wenye silaha. Kwenye chumba maalum, Ibrahim Traore alikuwa anapigania maisha yake. Mashine zilizounganishwa kwenye mwili wake zilikuwa zikifuatilia hali zake muhimu za kiafya. Nje ya hospitali, habari zilikuwa zimeanza kuenea. Mamia ya watu walikuwa wamekusanyika wakisali, huku mitandaoni alama ya reli Pray for Traore ilikuwa imekuwa mada maarufu duniani kote. Ni kazi ya mataifa ya Magharibi. Waandamanaji wengine walipiga kelele, Traore alikuwa tishio kubwa kwa uhuru wetu. Hapana, ni wasaliti kutoka ndani. Wengine walijibu, hao ni nyoka wanaoishi ikulu. Haijalishi ukweli ni upi, kiongozi huyo kijana wa Burkina Faso alikuwa anapigania maisha yake, na taifa lilikuwa likishikilia pumzi likisubiri. Katika korido nje ya chumba cha hospitali, mkuu wa usalama wa Drago, waziri wa mambo ya ndani Kabore na waziri mkuu Diallo walikuwa wamekusanyika. Hali ni hatari, lakini imedhibitiwa, alisema Dr. Zongo, akionyesha ripoti mkononi mwake. Sumu ni ya kisasa sana. Uchunguzi wa maabara unaendelea. Wakati huo, katika nyumba ya kawaida pembezoni mwa jiji la Wagadugu, mzee wa miaka 63 alikuwa akisikiliza taarifa ya habari kwenye redio. Jina lake ni Maurice Sankara, aliyewahi kuwa mkuu wa idara ya ujasusi ya Burkina Faso miaka 3 iliyopita. Mojawapo ya hatua za kwanza za Traore ilikuwa kumuondoa madarakani. Imethibitishwa kuwa Rais Ibrahim Traore ametiliwa sumu. Mtangazaji wa redio alisema hali yake ni mbaya sana. Sankara alivuta pumzi ndefu. Kulikuwa na historia ndefu kati yake na Traore. Traore alikuwa amemshutumu kwa kushirikiana na Wafaransa, akamuondoa ofisini na kumweka chini ya kifungo cha nyumbani kwa mwaka uliopita. Alikuwa amepata uhuru wa sehemu, lakini bado alikuwa chini ya uangalizi. Mlango wake uligongwa. Nje magari mawili ya msafara wa rais yalikuwa yanasubiri. Bwana Sankara, kuna watu wanataka kukuona, alisema afisa kijana. Sankara alitikisa kichwa. Alijiandaa haraka na kuingia kwenye magari. Msafara ulienda moja kwa moja hadi hospitali ya jeshi. Katika korido ya hospitali, waziri mkuu Diallo, mkuu wa usalama wa Drago na waziri wa mambo ya ndani Mr. Kabore walikuwa wakimsubiri. Wote watatu walikuwa na hisia sawa usoni. Wasiwasi, mashaka na aibu kidogo. Bwana Sankara, alisema Diallo akimnyoshea mkono, asante kwa kuja. Nchi inahitaji msaada wako. Rais yupo katika hali mahututi na mtu alijaribu kumuua. Utakuwa na ruhusa ya kufikia kumbukumbu zote za wafanyakazi, kamera za usalama, aliongeza wa Drago, lakini utaripoti matokeo kwetu kwanza. Hatutaki kueneza hofu. Sankara alitikisa kichwa kwa kuelewa. Mashine zilikuwa zikitoa sauti kwa mpangilio. Hali ya Traore ilikuwa imedhibitiwa, lakini bado ni ya hatari. Sankara alikagua ripoti za kitabibu za Traore. Sumu ilikuwa ya kasi, lakini sio ya kufisha. Hii ilikuwa ni uamuzi wa makusudi, si wa kuua, bali wa kuumiza. Lazima iliandaliwa maabara na mtaalamu wa kemia. Dalili ni mahususi. Kwanza moto kwenye koo, kisha udhaifu wa mwili, kutetemeka na kuchanganyikiwa kiakili. Lengo la sumu haikuwa kuua, alisema Sankara. Kama ingekuwa hivyo, rais angekuwa tayari amekufa. Hii ni onyo, lakini pia ujumbe. Hapa kuna taarifa za kina za watu 342 wanaofanya kazi katika ikulu. Mrengo wa mashariki wa ikulu ya rais
ulikuwa umegeuzwa kuwa kituo cha muda cha uchunguzi. Morris Sankara alikuwa anapitia mafaili juu ya meza. Pamoja naye walikuwepo maafisa wawili wa zamani wa ujasusi aliowachagua kumsaidia, watu wawili waliobaki waaminifu kwake na ambao Traore hakuwafukuza. Sasa, alisema Sankara, nataka kwanza kuelewa mnyororo wa chakula, jinsi chakula kinavyoandaliwa Ikulu, kinavyofika mezani kwa rais, hatua kwa hatua. Ouedraogo akamleta mpishi mkuu wa Ikulu, mpishi Banama. Alisimama mbele yao huku mikono ikitetemeka. Alisema Sankara kwa sauti ya upole, usiogope, hatuamini kuwa kuna jambo ulilolifanya, tunataka tu kuelewa taratibu zenu. Mpishi alitikisa kichwa kwa kiasi fulani akiwa ametulia. Unapataje viambato vya chakula? Chakula chote hulimwa maalum, kila sehemu hukaguliwa, na chakula kikishaandaliwa kinapelekwa mezani kwa rais. Jana jioni alikuwa ni Suleimane aliyekipeleka chakula mezani kwa rais. Ni mhudumu aliyeaminika, amefanya kazi hapa kwa miaka 8. Sankara aliandika maelezo hayo. Alimruhusu mpishi kuondoka na akamgeukia Ouedraogo, mpate mhudumu Suleimane mara moja. Lakini Suleimane hakuweza kupatikana. Timu ya uchunguzi iligundua kuwa alitoweka tangu jana usiku. Nyumba yake ilikuwa tupu. Simu yake ilikuwa imezimwa. Huyu ndiye mshukiwa wetu wa kwanza, alisema Ouedraogo. Timu ilichukua hatua za haraka katika upekuzi wa nyumba ya mhudumu. Hakukuwa na vitu vya thamani vilivyopatikana, lakini katika sehemu iliyofichika kwenye chumba chake cha kulala kulikuwa na bahasha yenye fedha za kigeni kiasi cha euro 10,000. Hii ni ushahidi, alisema Ouedraogo, lakini hatujui ni nani aliyempa. Nipe video za kamera za usalama za Ikulu, alisema Sankara. Nataka kuona kila kitu kilichotokea katika wiki iliyopita katika chumba cha usalama cha Ikulu. Sankara na timu yake walitumia masaa kadhaa kuangalia video za kamera za usalama. Walifuatilia harakati zote za mhudumu Suleimane. Saa 4:32 Suleimane anazungumza na mtu katika bustani nyuma ya Ikulu. Mtu aliye kwenye screen alikuwa ni mmoja wa washauri wa Ikulu, Hamidou Savadogo, mshauri wa uhusiano wa kigeni. Savadogo alikuwa akimkabidhi mhudumu bahasha ndogo. Savadogo alikamatwa kwenye mrengo wa magharibi mwa Ikulu katika ofisi yake mwenyewe. Alipofikishwa kwenye chumba cha uchunguzi, alionekana kuwa mtulivu. Mimi ni msambazaji tu. Na hapa, msambazaji wa nani? Aliuliza Sankara bila sauti kuwa kali. Siwezi kusema, alisema Savadogo akianza kutokwa na jasho. Wataniua. Sankara alijitosa mbele. Bwana Savadogo, kama Rais Traore atakufa, hii itakuwa ni jaribio la kuuawa. Vita vitatokea nchini na wewe utakuwa mshukiwa mkuu wa mauaji haya. Kifungo cha maisha, labda hata adhabu ya kifo. Sasa nakuuliza tena mara ya mwisho, nani alikuagiza? Savadogo alikaa kimya kwa muda, kisha akaanguka. Afisa mmoja kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Ufaransa. Jina lake ni Pierre Dumont. Tulikuwa kwenye kongamano huko Paris miezi 2 iliyopita. Alinipatia ushirikiano, lakini kisha waliniomba zaidi, kumuua Traore. Lakini sikumuua. Ilikuwa ni kumfanya awe mgonjwa. Sumu haikuwa na madhara makubwa. Angewashwa kwa wiki kadhaa. Kipindi hicho waziri mkuu angechukua utawala na kusaini makubaliano fulani. Masaa machache baadaye Morris Sankara alikutana na waziri mkuu Diallo, mkuu wa usalama Ouedraogo na waziri wa mambo ya ndani Kabore. Aliwaambia alichogundua. Hivyo ni Wafaransa, alisema Diallo kwa kufikiri. Walikuwa na wasiwasi na sera mpya za uhuru wa Burkina Faso. Savadogo amekamatwa. Ibrahim Traore alielezea jaribio la kumuua kama shambulio kwa uhuru
na uhuru wa Burkina Faso. Kwa uamuzi wa kushangaza, Traore alimteua Maurice Sankara kuwa mshauri wa usalama wa taifa. Hii ilimaanisha kumrudisha mtu ambaye alikuwa amemfukuza miaka 3 iliyopita. Miezi 6 baada ya jaribio la kumuua, Burkina Faso ilikuwa katika nafasi imara. Kambi ya jeshi ya Ufaransa ilikuwa imeondolewa nchini. Haki za uchimbaji madini zilirekebishwa. Ibrahim Traore na Maurice Sankara walikuwa wakihakikisha maendeleo ya nchi katika njia ya uhuru.